tunaenda kucheza mechi ngumu ya fainali. Unanipangiaje ratiba kama hii? Ina maana fainali hii walioitaka wameitaka wenyewe. Sisi tumelizika tu wakacheze fainali yao. Sisi tunaangalia tarehe 15 tunajiandaaje kwenda kumkabili mtani tarehe 15. Haya mengine yote, wewe kama mwana Simba unahuzunika, kama mwana Simba unakosoa, una mchezaji wako unamkosoa, kumbuka kwamba yule mchezaji anatumia damu na maji. Wachezaji wetu wamevuja sana jasho, viongozi pia. Yaani ukitaja wachezaji utataja kiongozi. Tayari viongozi tulikuwa na matarajio kama sisi mashabiki tulivyokuwa na matarajio, hata viongozi walikuwa na matarajio hayo kwamba ile fainali tulikuwa na kila sababu ya kubeba kombe. Kila mwana Simba akili kidogo ilihama. Sawa? Kwa hiyo kutoka kule, kama wewe tu shabiki, akili ilihama kwa Yusuf Kagoma kupewa kadi. Vipi kwa Yusuf Kagoma mwenyewe? Kama wewe shabiki, akili ilihama, sawa, kwa kupoteza ile fainali. Vipi kwa kiongozi? Atakuwa timamu kuiendea hiyo mechi? Haiwezekani. Sasa ni hivyo hivyo, tayari unaenda kuiona nusu fainali ngumu sana tumeenda kucheza dhidi ya Singida. Mimi sina cha kulaumu kiukweli. Niseme kwamba lazima mwana Simba tembea kifua mbele. Hakuna kitu chochote cha kusema kwamba utahofia au utachekwa au umepoteza. Tumesababishwa tupoteze, basi tuna kila sababu ya kutamba kwa msimu huu. Tumefanya vizuri sana kiukweli. Kwa upande wa majuto yapo. Kwa upande wa kupokea, tumepokea tu kwa sababu ni mchezo wa mpira na una matokeo matatu. Lakini kwa upande wa kujutia kupo. Ila ukiniuliza kuhusu malengo ya Simba tangu tunaanza msimu mpaka sasa, hakuna tulichokipoteza. Tuko ndani ya malengo na tumetimiza mpaka tumepitiliza. Lakini kuwa sifa ya mwanadamu hariziki. Akipata anahitaji kupata zaidi. Lakini ukiniambia kwa nini tumepoteza fainali ya kombe la shirikisho, kuna sababu au tumesababishiwa tupoteze. Vitu viko wazi, vitu vinaonekana, na fikiri tumeangalia mechi nyingi za fainali, na ukiangalia mechi ya fainali inakuaga na tempa, inakuaga na mambo mengi sana. Lakini yule muamuzi wa ile fainali kwa kiasi fulani alitunyima ufanisi kwenye baadhi ya matukio. Alitusababishia tusiwe na ufanisi tulioutarajia kwa sababu ya matukio yake, jinsi alivyochukua mechi na kuiamua. Kwa hiyo kwa upande wa mechi ya fainali tunajutia tumepoteza, lakini kwa sababu binadamu tumeumbiwa tamaa. Lakini ukiniuliza kwenye malengo, tumefika malengo mpaka tumepitiliza. Natembea kifua mbele. Hilo halina shaka, na nafikiri kulikuwa na tambo nyingi za baadhi ya mashabiki wa wapinzani wetu kwamba tuna medali, fikeni na nyinyi fainali. Sisi tulikuwa na uwezo wa kufanya zaidi ya kufika fainali, ila tumekatishwa ndoto kwa makusudi. Nafikiri unaangalia mfano nikisema kwamba muamuzi wa fainali hakuwa muamuzi sahihi. Kaangalia fainali ya kwanza tuliocheza Morocco, yule muamuzi ndani ya dakika 90 kulikuwa na faulo tena zingine hatarishi zaidi ya faulo zilizofanyika kwenye fainali ya pili, lakini hakukuwa na kadi hata ya njano moja kwa sababu hakuhitaji hata kidogo kuizofisha ile fainali. Lakini ukiangalia muamuzi wa fainali ya pili, mimi sijutii goli lilokataliwa, najutia kadi ya Yusuf Kagoma. Light ingekuwa ile kadi haikutolewa, sisi tulikuwa goli linakataliwa, tunafunga tena, linakataliwa, tunafunga tena. Tulikuwa na uwezo wa kuwafunga Berkane zaidi ya goli 3. Sababu ukiangalia kipindi cha kwanza kila kitu kiko upande wetu. Namna gani tutaondoa mchezoni? Unakuja unampa kadi Kagoma, bado haitoshi, unaenda kuzoofisha benchi la ufundi. Ni vitu ambavyo muamuzi alifeli kupitiliza. Kwa hiyo niseme kwamba lazima mwana Simba tembea kifua mbele. Hakuna kitu chochote cha kusema kwamba utahofia au utachekwa au umepoteza. Tumesababishwa tupoteze, basi tuna kila sababu ya kutamba kwa msimu huu. Tumefanya vizuri sana kiukweli. Na mmepoteza kwenye kombe la ndani la shirikisho kwa maana ya CRDB Federation Cup kama ambavyo nimesema hapo awali. Hili kwa upande wake limekaaje? Ni kweli
Tukiangalia CRDB Cup, kwa nini Simba wamepoteza? Nafikiri sitaki kuzungumza kwenye engo sana ya shirikisho, lakini pia hakukuwa na sababu ya kutupangia zile mechi kama walivyozipanga. Hakukuwepo kabisa sababu ile. Ukumbuke Simba anacheza fainali tena nje ya Dar es Salaam. Fainali kubwa na timu kubwa. Ukumbuke timu ambayo sisi tunacheza nayo fainali ilikuwa ishamaliza ligi ya kwao na ishakuwa bingwa, Berkane. Sasa tunacheza fainali Zanzibar tarehe 25. Tunatoka Zanzibar tunakuja tarehe 26 tunadondoka Dar es Salaam. Tarehe 27 tunatakiwa tufanyeje? Tucheze. Hakuna utaratibu kwenye mpira wa hivyo. Kwanza hata hayo masaa 72, masaa 72 ni siku 3. Masaa 72 ni siku 3, sisi tumepewa siku 2. Tarehe 25 tumecheza, tarehe 27 tunacheza, 28 tunacheza. Kwa hiyo tumeshinda 26 na 27. Ukumbuke 26 tunatoka safari. 27 ndio tumepunzika Dar es Salaam. Hata kulikava hakuna. Tumepewa tarehe 28 mechi tucheze. Kwa nini tunaenda kupoteza tena mechi ya CRDB Cup? Tarehe 28 tunacheza, tarehe 29 tunasafiri. Tarehe 30 tunapunzika. Tarehe 31 tunacheza. Wewe unategemea utapata matokeo gani? Hakuna namna yoyote ambayo unaweza kumjutia mchezaji, benchi la ufundi, kiongozi. Hakuna namna yoyote nitapeleka lawama zozote. Wapo wataojificha kwenye kichaka kwamba Simba ina kikosi kipana. Mpira huko hivyo kaka. Kikosi kipana, hakuna hata siku moja wachezaji wanaofanana uwezo mchezaji A na mchezaji B. Hakuna. Yaani mchezaji A wa kikosi A atabaki mchezaji wa kikosi A. Huwezi kuwa na namba 6 wawili wenye uwezo sawa na Yusuf Kagoma. Huwezi kuwapata. Sawa. Huwezi kumpata namba 2 mwenye uwezo sawa na Shomari Kapombe. Huwezi kumpata. Bila kuwakosea heshima hapo. Tunaongea ukweli. Huo ni ukweli yani. Huwezi kuwapata kwenye timu yako moja. Nenda Ulaya, nenda Afrika yote zulula. Wachezaji wanaofanana uwezo. Huwezi kupata. Yani uwe na magolikipa wawili wa Kamara, aina ya Kamara, magolikipa wawili anayekubali kusugua benchi mwanzo mwisho. Lazima huyu wa namba 2, lazima awe kidogo uwezo hafanani na namba 1. Na ndio maana tunapewa masaa 72. Kwa sababu hata hiyo rotation ya kikosi, ili uroteti lazima upate muda wa kuroteti. Huyo kocha atapata muda gani wa kusema sasa hapa Mavambo umeona kilichofanyika, kwa hiyo Jean Charles Ahoua amechoka, kwa hiyo wewe unatakiwa uchukue nafasi yake. Amepata wapi muda kocha wa kumpa mazoezi Mavambo wa kuwa kama Jean Charles Ahoua anachotakiwa kufanya? Huwezi kupata hicho kitu. Kwa hiyo moja kwa namna moja au nyingine, pia shirikisho la mpira, ndio maana nimesema sitaki kwenda mbali kulisema vibaya, lakini kwa matokeo yaliyopatikana kwenye CRDB Cup yamechangia kabisa. Kwa ratiba yao waliotupa hatukuweza kuigomea wala kusema kitu, lakini ni ratiba ambayo ilikuwa ngumu. Hata hayo masaa 72 hayakutimia. Kiukweli zilikuwa mechi ngumu sana. Alafu kitu kingine wanachotakiwa kutambua wapenda mpira, haswa kwa wana Simba wenzangu, wakati unapewa hizo mechi baada ya fainali, ukumbuke Singida yuko Big 4 kwenye ligi ya Tanzania. Singida hana usajili wa lele mama. Singida ana wachezaji kweli. Tulipaswa kupata muda wa kujiandaa kama tunaenda kucheza mechi kubwa. Timu yoyote kwenye mazingira kama haya lazima ipoteze. Mtani Yanga aliwakosa wachezaji 3 tu wa kikosi chake cha kwanza. Tabora alimpa goli 3. Tena alikuwa anacheza Dar es Salaam, hakusafiri wala nini. Alimkosa Baka, alimkosa sijui mwingine sijui nani yule, akaja akala umeme beki yao, tayari hali mbaya, wanakula goli 3. Mimi naenda kucheza mechi ngumu ya fainali, unanipangiaje ratiba kama hii? Ina maana fainali hii walioitaka wameitaka wenyewe. Sisi tumelizika tu.
wakacheze fainali yao. Sisi tunaangalia tarehe 15 tunajiandaaje kwenda kumkabili mtani tarehe 15. Haya mengine yote, wewe kama mwana Simba unahuzunika, kama mwana Simba unakosoa, una mchezaji wako unamkosoa, kumbuka kwamba yule mchezaji anatumia damu na maji. Wachezaji wetu wamevuja sana jasho, viongozi pia. Yani ukitaja wachezaji utataja kiongozi. Tayari viongozi tulikuwa na matarajio kama sisi mashabiki tulivyokuwa na matarajio, hata viongozi walikuwa na matarajio hayo kwamba ile fainali tulikuwa na kila sababu ya kubeba kombe. Kila mwana Simba akili kidogo ilihama, sawa. Kwa hiyo kutoka kule, kama wewe tu shabiki akili ilihama kwa Yusuf Kagoma kupewa kadi, vipi kwa Yusuf Kagoma mwenyewe? Kama wewe shabiki akili ilihama, sawa, kwa kupoteza ile fainali, vipi kwa kiongozi? Atakuwa timamu kuiendea hiyo mechi? Haiwezekani. Sasa ni hivyo hivyo, tayari unaenda kuiona nusu fainali ngumu sana tumeenda kucheza dhidi ya Singida. Mimi sina cha kulaumu kiukweli.